Kiongozi huyu ambaye pia si mwingine ni Secretarial Admin katika Wizara ya Leba. Basi naomba hapa ufanye introduction. Haman Elijah, naomba Elijah Mwashikadi kwa ajili ya upande wa mama. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Taruia radhi kidogo, na nachukua nafasi ndefu lakini sitachukua hivyo. Ningelipenda kwanza kuwajulisha kwamba familia ya Van Heman ni familia iliyokuwa kubwa. Ilikuwa kwa mzee Haman peke yake, alikuwa na wake 3 na watoto 24. Huyu aliyetuacha ni namba 1. Kwa hivyo tunasherekea yule dada ambaye ndi mtoto wa kwanza aliyefungua uzao wa Van Heman. Ningeliomba tafadhali Van Heman, wale mlioko, wale watoto wa mzee Haman, mabibi zao na watoto wake wote wasimame, ndio tuje kwa watoto wetu, wale watoto waliozaliwa na mzee Haman, wajukuu wetu. Ni vitukuu kwangu, nawaita vitukuu. Haya, mnaona ndio hao wengine hawaonekani kwa sababu kidogo tuko wengi, namba imefunikwa huko nyuma. Kwa hivyo naomba mketi na mjue kwamba hii ndiyo familia ya Van Heman, kuanzia kwa hao mabibi 3 ambao mzee alikuwa nao. Nikainua mkono, lakini mimi ni mmoja wenu. Jina ni Elijah Mwashikadi na ni namba 19. Kwa hivyo huyo aliyetoacha namba 1, mimi ni namba 19. Nilikuwa najisikia ati mimi ni mzee, kumbe hata si mzee. Ni hapo mnavyoniona hivi. Ningeliomba tafadhali kwa unyenyekevu, Royal Family, tuje mbele tuimbe wimbo tu mmoja tafadhali. Royal Family, tafadhali. Tutaimba
makofi kwa mzee wangu kijana, mzee kijana, kwa kuitendesha kutupeleka vizuri rasmi. Mburi, mje sasa kwa ufupi mlete presentation yenu, alafu dada yangu Daniela nao uweze kujiandaa kwa sababu ya historia, alafu tutaingia katika tributes, alafu nianze kuleta wageni ambao wamekuja. Karibu. Mamburi wafanye chap kidogo kwa sababu ya uchechefu wa wakati. Mamburi, the royal family wameimba vizuri, lakini mkumbuke first born wao aliolewa kwetu. Lakini hata Boambo alikuwa star. Kwenda kuoa first born kwa royal family star, hoye. I would hereby like to invite my sister, who shall take us through the wonderful life of my grandmother. Thank you. Good morning, everyone. My name is Daniela Burili. I'm also a grandchild of Christine Mkariga Mwachia, and I'll be taking us through our grandmom's story. Her birth. Mama Christine Mkariga Mwachia was born in Udani location, Shigaro sub-location, Wumari village on 24th December 1935. She was the firstborn child of the late Herman Peter Mwashigadi and the late Matilda Tenge Mwashigadi. Sister to the late John Mwatunguo, Timan Kalendo, the late Jemiwa Kianga, the late Valentina Mwavala, the late Geoffrey Maganga, the late Margaret Mugaro, the late Stevenson Mwashigadi, Gertrude Molandi, Amos Mwashigadi, and Sarah Mwata. Her education. Christian Mkariga Mwachia joined Shigaro Primary School, where she completed her primary education and later joined Murray Girls High School, formerly known as Coast Girls, under the headship of Miss Murray. She was a netballer and a great 100-meter sprinter. Her marriage life. Mama Christine Mkariga was married to the late Joshua Mwachia Josek in a colorful wedding in the year 1956. They were blessed with 13 children, namely the late Josek Shambi Mwachia, Herman Mwashigadi Mwachia, Alexander Kubo Mwachia, the late Matthias Maganga Mwachia, Caroline Wakiriro Mwachia, Simon Mwata Mwachia, the late Matilda Tenge Mwachia, Matilda Tenge Mwachia, who was reborn, Flora Kambe Mwachia, Clemens Waza Mwachia, Ferdinand Mwamburi Mwachia, Joyce Kambe Mwachia, and Nancy Deborah Mwachia. Her Christian life. Mama Christine Mkariga Mwachia was born and raised in a Christian home and was baptized and confirmed in ACK. She accepted Jesus as her personal savior, the virtue she maintained till her demise. She also brought up her family in the Christian foundation. Her sickness and demise. Mama Christine Mkariga Mwachia started ailing back in 2023 after developing kidney failure. She started dialysis, which was done twice per week, and was managing well until Friday, 27th March 2026, where she developed breathing problems and was admitted at the Premier Hospital Nyali in the intensive care unit, till her demise on Sunday, 5th April 2026. To him we belong, and to him we will return. A final tribute to our grandma. As your grandchildren, we stand here with love in our hearts as we say goodbye. Grandma, you are our safe space, our guide and our source of unconditional love. Thank you for raising our parents and strengthening them and giving them values that we will carry on in your legacy. The Bible reminds us in Psalms 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of his saints.
Today, we hold unto that promise. Though your eyes may have closed in this earth, they have opened in heaven, where you are reunited with our Maker and Creator. Can we all say amen? Amen. Can we all say amen? Amen. Thank you. Rest well, Grandma. We love you always and forever. Thank you. Great-grandmother Christine Nkariga Machia. We are three small voices, but today we speak with one big heart. From the oldest at 9 to the two youngest at 6. We remember you with love. Thank you for showing us what true strength and kindness look like. Although we are heartbroken to lose you, we find comfort in knowing your spirit is now at peace. Your memories will never fade. We see you in our great-grandparents and parents, in each other, and in the lessons you taught us to pass down to the future generations. Your strength, wisdom, and unconditional love shaped us all, leaving memories that will live on forever. As we say in our language, Maasai, Tepetai to Gulupok Nairowa, which means rest in peace. Mimi kwa familia ya mama mkubwa ndio last born, Christina ni first born. So I read our tribute for the family. My elder brother is there, but because of his health, he cannot move here. Together, we share laughter, memories that time cannot erase, and a bond that will never be broken. Though today we say goodbye with heavy hearts, we are grateful for every moment we had with you. Hata kama ulipo utakuwa na wave mahali ulipo, lakini karibuni sana, maana hizi ni kumbukumbu za marafiki ambao niko nao, na kwa vile wengine watapata nafasi ya kuongea hapo mbele, labda nitapia nafasi tu ndugu zangu hawa wametoka Kenya Shipyard Limited wakiwa wanamwakilisha MD wetu Major General Farah, aweze kusema jambo kidogo, halafu tumalizie na wale wengine. Kwa familia ya Mwachia, the political class led by His Excellency the Governor of the county, marafiki, watu wote wa ndani. God is good and all the time. Mungu ni mwema na kila wakati. Asante. This is my first time kufika hapa undani, na sikujua kwamba siku yangu ya kufika undani ya kwanza itakuwa ni siku ya huzuni, lakini niseme hivi, kwa majina naitwa Kano Francis Mutiso, nimeambatana na mkuu wangu Brigadier Oguga. Tumetoka Kenya Shipyards. Kenya Shipyards, wale wanaijua, is like an extension of the Kenya Defence Forces. Tumetoka Mombasa leo asubuhi na tumefika hapa kuja kuomboleza na hii family ya Mwachia na kuambia pole sana kwa huu msiba. It is part of life, na tuko pamoja kwa wakati huu mgumu wa kilio. Mwachia nilimjua I think last year when we had a devolution conference in Homa Bay. That's where we first met.
then we have met again and again. Is one of the directors in the board of directors of Kenya Shipyards. Na nimetumwa na wale tunafanya kazi nao, wengi sana wameniambia ukifika undani, today being a Monday is a working day for most of us, tumekuja wengi, lakini wameniambia nikifika undani niseme pole sana kwa hii familia, Mungu atawafariji na mutapata nguvu. Kupoteza mama si rahisi. So kwa sababu ya muda, allow me to give this chance to my boss, Brigadier Oguga. Nafikiri ako na card which has been presented by the Chief of Defense Forces, who is the chairman of board of directors, to deliver to this family, to Simon and the family. Asante sana. May the Lord rest the soul of our mother to eternal peace. Asante. God is good. God is good. And all the time, God is good. Poleni Nyot. And I will repeat my name. My name is Brigadier Oguga. I domicile from the Kenya Navy, and I'm happy to be here. Not for this particular occasion. This is my second time to be here. The other time when we came here, we climbed a hill. We climbed a hill when we were burying the late General Mugala's mother. So we parked our cars down there. We thought we had reached, but tuliamua tupate mlima. To the family, poleni sana. Governor, Governor, I appreciate you, and that is good. All protocols observed. My purpose here today is to send our condolence messages to the family. I am representing the Managing Director, Kenya Shipyards Limited, of which our brother is a member of that board. So that is my role here. And my role, of course, will be the same, to condole with the family. So I will not take much time. I just want to present the a card from the Chief of Defense Forces, which reads, Dear Mr. Simon Muchia, my deepest sympathies to you and your family following the loss of your dear mother, Mama Christine Mkariga Muchia. KDF, Kenya Defense Forces, stands with your family in prayer, trusting that God grant you comfort during this difficult time. Signed by General Kahariri, Chief of Defense Forces, Kenya. And I'll present this to you. Thank you. Toka Ukunda, taomba tu dakika moja, mmoja wao Kiri Mona Bwana Msili anaweza kasalimia kwa niaba ya wao dakika moja tu, alafu tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyotajwa, naitwa Elijah Musili, tutakule Ukunda. Bwana Mwachia ni ndugu yangu, tumejuana miaka mingi, tumefanya kazi naye muda mrefu, kisha akatoka akaingia mambo mengine mnayowafahamu, na
kwangu nimekuja kama mtoto wa mama, manake kama Mwachia ni ndugu yangu, inamaanisha nimekuja kumsindikiza mama. Ningependa kutoa rambirambi zangu za familia yangu na watu wenzangu kutoka Ukunda kwa familia ya Mwachia na kusema kwamba mama apumzike. Ningependa tu kuwaulizeni mwachilie mama, manake ni jambo ngumu, na kila mtu anapitia kwa aina yake. Nishapitia hayo pia na najua kwamba ni magumu, lakini Mungu yupo. Tunatoa maombi yetu, sala zetu na wishes zetu zaidi sote kwa familia kwa wakati huu. Kwa hivyo asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana ndugu yangu Sidi. Alafu kuna heshimiwa pia umeniambia wataongea kabisa wakitaka kuomba nafasi pia kwenda. Kwa hivyo nafikiri watakuwa wamemaliza pia sehemu ambayo ya kuongea nafasi yao. Na ningependa kumkaribisha Mama Haika asalimie, halafu pia anawakilisha chama cha UDA ambacho ni chama tawala. Karibu mheshimiwa. Asante sana ndugu Mwachia na nyote mliofika. Mungu ni mwema na kila wakati, na hiyo ndiyo asili yake, na hata kwa hali hii ngumu anabaki kuwa mwema. Kwa majina yangu ni Lydia Haika Mizigi, na kwa neema tu ya Mwenyezi Mungu mimi ni mama county wa hii county ama women rep wa hii county ya Taita Taveta. Nimefika hapa leo ili kusimama na familia hii ya kina Mwachia, kusimama na watu wa undani na nyote mliofika, ili kwa pamoja tuweze kusherekea maisha ya mama wetu, ili tukimpumzisha siku yake ambayo ni ya mwisho. Langu ni kusema poleni kwa niaba yangu mimi mwenyewe, poleni kwa niaba ya familia yangu. Familia yangu wanamjua Bwana Mwachia na familia yao, wengi wao wamenituma na pole zao. Poleni kwa ajili ya watu wa Taita Taveta wengi ambao wamekosa nafasi ya kufika hapa siku ya leo. Wengine wanatufuatilia kwa mtandao na wengine wametuma pole zao kwa namna moja ama nyingine. Yangu ni kusema tu familia, Mwachia ni rafiki yangu huyu. Amekuwa akinipatia ripoti za mama. Mulimpenda mama yenu, mmemjali mama yenu, mmemshughulikia mama yenu, mmefanya mengi kwa ajili ya huyu mama. Nakumbuka kuna wakati tulikuwa na mikutano tukizunguka hii round hapa undani tukiwa na Mwachia. Alikuwa ananiambia vile mama anaendelea. Wakati fulani anapigiwa simu ananiambia, Haika, unajua sasa nitakuachilia uendelee na mikutano, mama hasikii vizuri, wacha nikimbie Mombasa. Wakati mwingine akaniambia mama hako ICU. Lakini basi hii ni safari yetu sote. Kwa wakati mmoja sote tutafika kwa hiyo safari, na leo Mungu amempumzisha mama. Hatuna budi kukubali mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na la kunifurahisha sana, la kunitia moyo ni kwamba sote tunakubali ya kwamba mama alimjua Mungu, mama alimpenda Mungu, mama alitembea kwa njia ya Mungu. Kwa hivyo sasa hivi tunaamini, wale ambao tuna imani, tunajua mama anapumzika pale pahali patakatifu. Vile vile kama familia nilikuwa napitia eulogy ya mama, na wengi wenu wamesimama hapa wakazungumza malezi bora ambayo mama aliwafunza, maadili mema ambayo mama aliwakuza nayo, ili kumwenzi mama na kuzidi kupenda yale maisha mliishi na mama. Ni basi kuyashika na kuyafata, na umoja ule mama aliwaachia muendelee kushikana vile vile hivyo hivyo, ili mama aweze kufurahi na kuendelea kufurahi mahali alipo. Niseme pole pia kwa ajili ya chama tawala, chama ya UDA, kwa sababu Bwana Mwachia ni mmoja wetu. Nyinyi wananchi wa Taita Taveta mnajua mlinichagua kwa hiyo chama ya UDA, na kwa ajili ya chama pia tunasimama na nyinyi tukisema poleni sana.
Pengine baada ya muda mnaweza kutuona wengine wetu tukiondoka hapa, si kwa ajili hatuna upendo na nyinyi, ni kwa ajili ya majukumu na kazi. Kwa hivyo poleni sana, poleni familia, na nichukue hii fursa pia nimkaribishe dadangu ambaye ni mheshimiwa aliyekuwa Women Rep wa kwanza Joyce Lei, kwa sababu pia na yeye ana mahali angependa kukimbia baadaye na ameomba tu aweze kuzungumza sasa hivi. Asante. Asante sana Mheshimiwa Haika kwa ajili ya familia hii ya kina Mwachia. Poleni sana, natoa rambirambi zangu pia na mume wangu, na vile vile kuwafariji kwa sababu mambo haya ni mazito. Bila Mwenyezi Mungu kwa kweli mtakuwa na uzito na maswali mengi. Naomba katika ile ambayo ni gap ambayo imeachwa, Mwenyezi Mungu aweze kuijalia, iweze kujaa amani, iweze kujaa ufariji, kwa sababu yeye yuko karibu na wale ambao wamevunjika moyo. Poleni sana, tutaondoka kwa sababu ninasafiri kwenda Nairobi. Wakati tunaondoka tunaomba msamaha, lakini vile vile Mungu yuko pamoja nanyi, maana sote tukiondoka bado yeye ndiye atabaki. Asanteni sana na Mungu awabariki. Basi kuna Mheshimiwa Shake, na nafikiri ili kuokoa wakati nafikiri tumalize hiyo sehemu kabisa. Karibu Mheshimiwa Shake na uweze kutoa rambirambi zako. Asante. Basi kwa watumishi wa Mungu, familia iliyoachwa na ombolezaji, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Canon Peter Mbogo Shake. Kwa neema ya Mungu ni mchumbe wa Mwatate, na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa moyo wangu. Ninamshukuru kwa ajili ya nafasi amenipatia ili nikaweze kutoa pole kwa jamii hii, mimi, familia yangu pamoja na watu wa Mwatate. Nasema tu familia, farijikeni katika Bwana, na zaidi ya yote mumshukuru Mungu, maana si watu wengi ambao wamepata nafasi ya kukaa na mzazi wao mpaka kufikia miaka hizo 91. Kwa hivyo nasema tu huu ni wakati wa kuendelea kusherehekea harusi ya mama, maana la muhimu amelala na Yesu. Mwingine amesema hapa, maandiko yanasema heri ni kule kwa yule ambaye amelala akiwa ndani ya Yesu. Kwa hivyo ni sote tuangalie tuwe wenye heri, maana kuna hatari kwa yule ambaye hajalala ndani ya Yesu. Sasa ni nini? Itakuwa ni opposite ya heri. Kwa hivyo nasikia tu Mungu anisaidie nidumu kwa neema hiyo, na pia na wewe pia ulioko hapa kwa ajili ya kifo cha mama yetu kaweze kumtambua huyu Yesu kuwa Bwana na Mwokozi kwa ajili ya kila mmoja. Kwa hivyo ndugu yangu Mwachia, pole sana, na familia kwa ujumla, Mungu aendelee kuwafariji. Namkaribisha ndugu yangu Bwire hapa na akaweze kutoa rambirambi yake. Hebu nione kwa ishara ya mkono. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema na kila wakati. Amen. Kwa heshima ya kanisa takatifu la Kianglikana, heshima pana ya familia ya rafiki yangu Mwachia, gavana wetu na viongozi wote waliokuwa hapa, Bwana Yesu asifiwe tena. Yangu yatakuwa machache, na kama nitapata kibali mbele yenu nitasema mambo mawili peke yake. Jambo la kwanza ni kwa familia pana ya Mwachia. Leo ni siku ya huzuni sana kwenu, lakini neno la Mungu linatukumbusha kwamba huyu Mungu kwetu ni kimbilio, msaada unaopatikana kwa wingi wakati wa matatizo. Letu kama viongozi ni kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu awe mwingi katika hii familia, na zaidi ya yote nitamke vile Ayubu alisema, yapo matumaini kwa mti uliokatwa, kwa harufu ya maji utachipuka tena. Langu ni kuomba, wacha Mungu ainue mwingine kati yenu, asimame kwa ile nafasi mama yetu ameacha. Jambo langu la pili, nilikuwa najiuliza nikiwa nimeketi pale, kama Mwenyezi Mungu angempatia mama yetu dakika 5 tena aje atuongeleshe, angesema nini? Na roho yangu ilikuwa inanikumbusha maneno haya. Angesema yale Paulo alimwambia Timotheo, vita amevipiga vilivyo vizuri, imani ameilinda, sasa ni muda wa Mungu kujitukuza. Amevipiga vita vitakatifu. Kwa nini? Nimeona leo mama ambaye amezaa
watoto 13 mfululizo. Yaani mimi niko na wawili, lakini nimeenda sema leo pale Kimungumungu nitaenda nimwambie mke wangu, ukitaka kuishi miaka 91 kwenda mbele, anza na 10 kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amevipiga vita vitakatifu. Kwa nini? Kama kuna mtu ameshika elimu ni huyu mama ambaye tunampumzisha leo. Yuko na Joyce kati yake, yuko na Mwachia kati yake, iko na watoto ambao ameng'ang'ana kushika elimu. Na neno la Mungu linatukumbusha, jamani, tushike elimu, tusiiache, kwa sababu huo ndio uzima wetu. Jambo langu la mwisho, juzi niliongea na Mheshimiwa Rais, nikamweleza rais, rafiki yako Mwachia amepoteza mamake. Akaniambia siku anajua kama Mwachia amepoteza mamake. Akaniambia chukua mchango, mwambie Mwachia nimemtumia mchango wa pole wa shilingi 500 na uwaambie poleni sana kwa kumpoteza mzazi. Na akaniambia maneno haya, na naomba kwa unyenyekevu niseme, kwa sababu mtumwa hauawi. Akaniambia niambie watu wa Undanyi, yeye mwenyewe anakuja hapa Undanyi na anakuja kutuanzishia soko ya ghorofa hapa Undanyi mjini. Na akaniambia yeye mwenyewe amepokea ujumbe kutoka kwa gavana na amepokea ujumbe kutoka kwa Mwachia kwamba kuna barabara inatoka hapa Undanyi town ikienda Vesu, na kwa sababu wanataka kutengeneza barabara ya Mto Mwagodi, atahakikisha hiyo barabara ya Vesu iko hapo ndani na pia iendelezwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka nikuhakikishie gavana, najua mimi tarehe 23 mwezi wa 3 mwaka 2023 I made a conscious decision to support the government of William Samoei Ruto. Wengi wakaniambia, Wire, wewe ukionekana na huyu bwana utakuwa one term. And I told them one thing, the success of a leader is not measured by the number of terms he serves in office. The success of the leader is not measured by how many years you stay in office. The success of the leader is measured by how you transform the life of our people. As I speak here, 3-term road in Taveta. As I speak here, affordable housing in Taveta. And I want to ask you, Governor Andrew Mwanime, wale wanakuambia utakuwa one term kwa sababu ya kusimama na William Ruto, shikilia hapo, badilisha afya ya watu wa Taita na Taveta, because that's where there is development. Jamani, watu wa Undanyi, Mwenyezi Mungu na wabariki, awatendee mema. Kwa majina naitwa Mwakili John Bwire. Kwa neema Mwenyezi Mungu mimi ndio mbunge wa Taveta. Makofi mazuri kwa wakili Bwire tafadhali. Na rejesha pia shukrani zetu kwa Mheshimiwa Rais, maana kando na mchango ambao ametupatia, hii barabara kutoka Undanyi kwenda Vesu, nafikiri watu wa Undanyi mmenisikia kila wakati nikiitaja, na nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba ndoto zetu sasa zinaenda kutimia. Watu wa Undanyi, hii barabara ikasia, basi Undanyi afungukanisha kabisa. Mungu asaidie, Mungu abariki. Na samahani kanisa, nimechukua muda, lakini najua marafiki ni wengi. Mimi ni mwanasiasa, lazima wanasiasa nao wasalimie kidogo. Asante bana. Makofi mazuri sana kwa ndugu yangu Mwachia. Now a quick one, nimepatiwa only 15 minutes niweze kukamilisha na political wing. Basi Mheshimiwa Jimmy Mwamidi, naomba usonge hapa tumalize hiyo. Naomba ndugu wa Mwachia kuanzia Matilda mpaka Nancy nitaumalizia mwisho, then hand over kwa kanisa before vote of thanks. Naomba Mheshimiwa sasa niruhusu niweze kuwatambua kwa haraka, alafu nikupatie kazi rais. Naomba chairman wa municipality ndugu yangu Mwanjulu, naomba uweze kusimama. Thank you so much, thank you so much. Asante sana. Naomba chairman wa board and your team, ndugu yangu Dalton and your team, naomba tumsimame. Thank you so much, thank you so much. Asante sana. Naomba all aspirants. Ya Ben Mwachia, Ben Joshua, na waombolezaji wote, kwanza nipeane rambirambi zangu mimi mwenyewe binafsi. Kwa majina ni Jimmy Mwandembe Mwamidi, area MCA, na namuita aka Jeshi la Mzinga Mazingira na Maendeleo. Kubwa la leo ni kupeana rambirambi, kutiana moyo na si siasa, japo tumesimama kwa kitengo cha ajili ya siasa. Tukiheshimu familia ya Ben Joshua, kuna wanasiasa wengi hapo ndani, kuanzia Sancho,
alikuwa ni mwanasiasa tulimwenzi tukiwa wadogo, mpaka leo tunamheshimu. Mwachia ambaye ndio anawania kuwa mbunge wetu, pia tunamheshimu kwa siasa. Kwa hivyo mtatusamee, tutaongea siasa kidogo tu, na katika hizo dakika 15 ningeomba hivi, kulingana na mwelekeo ni kwamba hizo dakika 15 50% dakika 7 zitatumika upande wa gavana na speaker, atawakilisha nyumba zote. Kwa hivyo ningeomba wale waheshimiwa wote MCAs, njoni hapa mbele, utasema tu jina na utoe pole basi. Kimbia tafadhali, na dakika zetu 2 zikiisha, yule hajafika mimi nitapeana kitengo kingine next. Ya yote waombolezaji wenzangu, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema na kila wakati. Chakwanye Chapchei. Kwa majina naitwa Peter Shambi. Kwa neema ya Mungu mimi ndio katibu mkuu chama cha Wiper kaunti ya Taita Taveta, na kwa neema ya Mungu ni nominated MCA, na kwa sasa mimi ndio deputy minority leader katika county assembly ya Taita Taveta. Nichukue nafasi hii kuleta rambirambi zangu za kibinafsi, za familia yangu na za watu wote ambao naowakilisha katika kaunti hii, kwa familia hii ya Agmao na kina Mwachia, kina Joyce na nyote familia ya kwetu, niseme poleni sana. Mimi nimesimama hapa na kofia mbili, nimesimama kwanza kama kiongozi, lakini pili kama familia. Nafikiri mmeniona nikiimba hapa, mimi ni mmoja wa familia ya Evan Mwamburi. Kwa hivyo niseme poleni sana, Mungu awabariki. Lakini mwisho nimalize tu kusema kwamba sitakaa mpaka mwisho, kwa sababu party leader wetu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka atakuwa hapa kwa hii county siku ya kesho, siku ya Tuesday, na kwa sababu hiyo, kwa ajili ya majukumu niliyoko nayo ya kichama, itabidi tuweze kuondoka pamoja na Mheshimiwa Anko ili tuweze kukimbia kule Mwatate kwa ajili ya matayarisho na kuweza kumpokea party leader wetu. Yote mnakaribishwa Mwatate siku ya kesho. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kwa kanisa, familia, viongozi wote, Bwana asifiwe. Bwana Yesu Kaso. Basi kwa majina yangu kamili ni Duncan Wangama Mwakufu. Nasimama kutoa pole zangu kwa familia, mimi nikiwa mmoja wao, na nimeleta pia rambirambi za familia ya mzee Mwakufu. So familia nasema tupole sote na Mungu wa mbinguni atuwezeshe. Ni mjumbe wa Busi Kishamba Ward. Asante. Kwa kanisa, familia, viongozi na waombolezaji wote, tumsifu Yesu Kristu. Kaso. Kwa majina naitwa Patricia Chao Mwashiadi, ni mjumbe mteule wa chama cha ODM na wakilisha vijana wa gatuzi la Taita na Taveta. Nimekuja hapa kwa binafsi yangu kuja kutoa rambirambi zangu na kusherekea maisha ya mama Christine ambaye ni mama wa rafiki yangu Joyce, na napenda kutoa rambirambi zangu pamoja na za familia yangu na pamoja na vijana wote ambao nawakilisha wa gatuzi la Taita na Taveta. Poleni, najua kwamba uchungu wa kuachwa na mpendwa hasa wa mama hauelezeki, lakini Mungu wa mbinguni awafariji, aweze kuwapatia nguvu na neema ya kukubali hili pigo ambalo limetokea. Lakini pia maisha ya mama yamenipatia changamoto kwamba saa hizi sisi tunataka kuzaa watoto mmoja ama wawili, tunaona kwamba tumemaliza. Mimi naenda kufungua kifindiko sasa, nichurie bana, at least viviki hata kama nbasana, kwa sababu naona kwamba mndukeva bana wengi niko uishi maisha malazi sikokoni chapchenyi na mlungu umrasmi. Asante sana. Kwa heshima ya kanisa kiongozwa na wachungaji wetu wote, heshima ya familia ya mama yetu na gavana ako hapa, MP wetu kutoka Mwatate na all protocol observed, na mrogwa Bwana Yesu Kaso.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina kamili naitwa Joseph Kennedy almaarufu Anko, MCA wa Mwatate, na vile vile kwa neema Mwenyezi Mungu mimi ni minority leader wa bunge hili letu la 3 katika Taita Taveta County. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa familia nataka kutoa pole zangu, na vile vile pia nataka nitoe pole za Deputy Speaker wetu Tondo pamoja na majority leader wetu Halifa Taraya na leadership ambayo imeingia katika uongozi hivi wiki hii. Bwana Yesu asifiwe. Haya, katika familia Mungu wetu sisi ni kimbilio na nguvu, na msaada unapatikana tele wakati kama huu. Kwa hivyo mwachia na rafiki yangu Joyce, naomba na familia nzima mwekeni Mwenyezi Mungu, na yeye Mwenyezi Mungu atawapa ufariji wa kweli. Tuko watu wengi hapa, lakini baada ya muda kumstiri mama yetu, basi kila mmoja ataondoka, lakini kuna yule aliye juu mbinguni, Yesu Kristo, atabaki nanyi kama familia. Mwisho nikimaliza, nitalisoma neno kutoka kitabu cha Isaya 35 mlango wa 10. Unasema namna hii: na hao waliokombolewa na Bwana kama mama yetu. Uliza mwenzako, umekombolewa na Bwana? Na wale waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Nao watapata kicheko na furaha, huzuni na kugua zitakimbia. Naamini ya kwamba mahali mama yetu hapo sasa hakuna huzuni, hakuna magonjwa. Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Asanteni. Asante. Anataka kuchukua muda huu kuwatambua wale wote ambao washai kuwa ndani ya kiti ya siasa. Adamu uko tu na kundeni mleke nafasi mrohuo, lakini ndeni mekamosi. Mimi nimesimama hapa, naitwa Julius Mwalicha, na Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Na nimesimama hapa kwa niaba ya Senator Mheshimiwa Jones Mwaruma, ambaye nina hakika angekuweza kufika hapa, lakini kwa sababu amesafiri nje ndio maana hakuweza kuwa hapa siku ya leo. Hata hivyo tuko hapa kwa ajili yake pamoja na ofisi yake kuja kumwakilisha na kuja kutoa rambirambi zake pamoja na pole zetu za kiofisi. Asante Mheshimiwa Jimmy Mwamidi. Basi kwa kanisa na nikitambua hitifaki zote na wananchi, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi naitwa Christine Mwangecho wa Martina Gideon, na nimesimama hapa kwa niaba ya mbunge wa Wundanyi Mheshimiwa Danson Mwashako. Mwenzangu Mwashumbe ndio alikuwa wakilishe, nimengoja asimame, pengine hajasikia hii sauti, kwa hivyo nimesimama kwa niaba ya mbunge wa Wundanyi Mheshimiwa Danson Mwashako. Amepata kikao cha dharura pale bungeni siku ya leo, kwa hivyo amerauka asubuhi kwenda Nairobi, lakini pokeeni rambirambi zake kwa wingi. Mheshimiwa Mwachie pamoja na familia yako. Mheshimiwa Mwashako amesema pole sana. Na mimi binafsi pia nikwambie pole kwa niaba ya mume wangu na jamii nzima yetu, manake wewe ni rafiki yetu. Mimi niko tu na shida na timu yako, hawajuagi kama mimi ni rafiki yako. Sasa hata nimekuja nikaketi hapa mbele kidogo, lakini mtu wako akaniambia nikae pale nyuma. Na mimi nitakuwa naomba nafasi ya kuwa woman rep hapa Taita Taveta County mwaka ujao, Mwenyezi Mungu akitujalia uzima. Kwa hivyo poleni sana, Mwenyezi Mungu awape faraja. Asante. Labda kwa sababu ya muda mfupi pia ningeomba nitambulishe wenzangu ambao niko nao. Niko na Master Chief wangu wote wapo, naomba tafadhali wafike, alafu waje pia wasalimie. Chief Mbale pia nimemwona, tafadhali ndio salimie. Alafu basi watumishi wa Mungu, familia na waombolezaji wote, naomba niwasalimie Yesu Kristo. Kwa niaba ya Wambale wote nasema pole sana familia ya Bwana Mwachia. Mungu akupe nguvu mkaweze kustahimili msiba huu, lakini msisahau kwamba Mungu amekwisha tayarisha tikiti ya kila mtu. Kilichosalia tu ni signature tu, so signature ya huyu mama ndio hiyo basi ameikubali, na ndiposa leo tuko hapa kumwaga. Kwa hivyo naomba tu basi mpokee risala za rambirambi za Wambale wote. Asante sana Chief. Kwa majina ni Julius Mwagala, nikiwa chief msaidizi katika kata ndogo ya Mteni hapa Wundanyi. Nacha nimneke hai na dalomba roho ya Maodo Christine ipate pumziko la amani tena milele. Mungu wa mbinguni atubariki sote. Asante kiongozi. Pia naomba nichukue nafasi hii nimjulishe
kwa assistant chief wetu mpya ambao na Shikaru sublocation mpya kabisa, ndio mara yake ya kwanza kuwasilisha rambirambi zake. Karibu assistant chief. Asante sana chief. Basi nikizingatia itifaki zote zilizowekwa kwa sababu ya muda, ningependa nitoe risala zangu za rambirambi kwa Ben Mwachia. Nasema poleni sana na may Mama Christine rest in peace. Naomba tu nitoe tangazo moja tu kesho. Kesho tutakuwa na waziri wetu hapa, Mheshimiwa Oparanya, kwa mambo ya wakulima, mambo ya kahawa. Tafadhali wananchi wote, asubuhi saa 2 tuwe tuko hapa. Asanteni na Mungu awabariki. Ningependa kuchukua nafasi hii kumkaribisha Speaker wa County Assembly ya Taita Taveta, ndugu Wisdom, ambaye pia ni ndugu yetu wa kutoka Shigaro. Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kaso. Ningependa kuchukua nafasi hii, kwanza ningependa kwa heshima ya kanisa Bwana Yesu Kaso, Bwana Kaso Sena. Nafanya hivyo kwa sababu mumeniombea sana, kwa hivyo lazima nije mbele yenu niseme asante. Kwa familia ya Ben Mwachia and the larger family ya Ben Mwamburi, Bashigaro bose, Babundanyi na marafiki ambao wamefika hapa siku ya leo, Bwana Yesu asifiwe tena. Nimekuja hapa kwa sababu nimefuata familia yangu. Hao mnaona hapa wote ni familia yangu, na mama aliyelala hapa ni kazini yangu. Mwachia Simon wakati mwingine anaita cousin, lakini kazini yangu ni huyu, kwa sababu ni rika yangu, ninakubali tu. Kwa hivyo katika hiyo familia mtu yote chini ya Mwachia ananiita uncle, lakini Mwachia kwenda mbele na waruhusu muniite cousin. Huyu mama aliyelala hapa nasema ni shujaa. Ameleta duniani watoto 13. Nashangaa siku hizi wakina mama wa siku hizi wanazaa watoto wawili, Sairingo na wacha niseme hivi, population ya Taita Taveta inaendelea kupungua kwa sababu wewe ukioana na mke wako mnajireplace nyinyi wenyewe kwa kuzaa watoto wangapi? Wawili. Kama wakina mama wangekuwa na mama zetu wangekuwa nazaa watoto wawili, hii population ingekuwa kwa kweli. Kwa hivyo mimi nakubaliana na Mheshimiwa Bwire, Mheshimiwa Patricia kwamba sasa watu wafungue kabisa. Sisi tuzaliwa 11. Unaona mama alizaa 13. Ningeomba Wataita na Wataveta, tafadhali namba iongezeke. Sisi tumeokoka, hatuwezi kuoa wanawake wawili watatu. Kwa hivyo wakina mama turuhusuni tupate watoto wa kutosha. Kwa hivyo mimi nataka kusema poleni sana kwa Ben Mwamburi. Mimi nataka kusema hivi, Ben Mwamburi inyongishuku chapo. Mimi baba yangu aliniambia kuselobo shigaro, kalobo shigaro kolobo mwanyinyu. Tulikuwa tunaona wasichana warembo, unatamani kurusha mistari, lakini sasa muliambiwa haiwezekani. Kwa hivyo mimi ningependa kusema uko wetu kwa jumla, poleni sana. Mungu awape nguvu. Ningependa kusema kitu cha mwisho kwamba mzazi akiondoka, kwa kawaida katika familia watu wanasahau kuja nyumbani. Wanasema mke kunde huko, mgosinde huko diendao ndakimzinyi. Naomba ndugu zangu, watoto wetu, tafadhali papas to come home, mkutane kama familia, muwe mkikutana hata kama badululi kafu babonaga mkekuwa bonaloli bana bapo badwandu kumweri. Nasema hivyo kwa sababu nimeona familia. Nilikuwa na rafiki yangu mwingine ananiambia hajaonana na ndugu yake miaka 10 kwa sababu wazazi ambao walikuwa wanawaleta pamoja hawapo. Kwa hivyo naomba ndugu zangu, Mungu awape nguvu wakati huu.
muwe karibu pamoja. Ndugu yangu Mwachia, tumekuwa na wewe karibu kwa muda mrefu. Ninasema Mungu akupe nguvu, Mungu akupe nguvu sana. Asanteni, Mungu awabariki. Ninataka pia kusema kitu cha mwisho kwamba pia nimetumwa rambirambi na MCAs wangu, hawako hapa, sio wote wamekuja hapa. Tuko na kongamano la MCAs wote Kenya mzima, Mombasa. Kongamano linaanza saa 5 leo, lakini kwa sababu ya kuja hapa tulisema wacha tuje hapa wachache tutoe rambirambi ili tuweze, wale wengine watutangulie watuwakilishe, alafu sisi tuwafate. Ndio maana tunatoka mapema, msije mkaona hawa viongozi mbona wanatoka mapema. Asante sana Mheshimiwa Spika wa kaunti yetu, County Assembly ya Taita na Taveta, familia, viongozi wa dini na watu wa Mungu. Mungu ni mwema kila wakati. Yangu ni machache sana, lakini kabla hayo machache sijataja, najua kuna mawaziri wa kaunti wako hapa wameungana kumpa pole dada yetu Joyce. Staff wote wa kaunti mpo hapa, simameni tu kwa sababu ya kuokoa muda. Tuko na mawaziri, tuko na CCOs na kuna staff wengi. So dada Joyce, kaunti imekupa pole za dhati. Pole sana. Na maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea, lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, na familia yote utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Najua mmesikia Bwana, nafanya kazi na serikali. Jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha, japo machozi yatiririka. Tujikaze, hii ni njia kila mmoja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule, Kifo, 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 popote tulipo kipo, tumombe Mungu atulinde. Hakuna ajuae muda na saa ya kuondoka, tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Nenda vita umeimaliza, simanzi
sinatawa umelala kama utamka, hivi ni kweli umechoka? Tuacha kama machozi yangeweza kukuamsha leo, ungeamka shujaa. Kweli utaona na Mungu sana. Na familia, pole zangu za dhati kabisa. Rafiki yangu Mwachia, pole sana na Mungu akupe nguvu, manake nikiangalia mama alikuwa ni nguzo kubwa sana kwa nyumba. Dada Joyce wetu, tuko na wewe na tutazidi kuendelea kufanya kazi kwa pamoja. Kwa kuokoa muda, ndio hayo machache nilikuwa nayo. Makofi mazuri kwa gavana. Shukrani sana. Asante sana gavana kwa nafasi hiyo. Basi kanisa, naomba mniruhusu nimalizie kabla sijamleta ndugu yangu Mwachia aje hapa. Kuna 3 family members ambao nilikuwa nimewaacha kidogo. Kwa clergy na kwa wageni wetu wote, kwa majina naitwa Matilda Mwachia. Mimi nafanya shirika la serikali linaitwa Kenya Industrial Estates, na mimi hufanya pale Mombasa, lakini nadhani wengi wanajua mimi huishi hapa Voi, nimejenga Voi. Mimi huenda kanisa mbili. Kanisa la kwanza naendanga All Saints Cathedral, na ninafurahi kwamba niko na pastor wangu ametoka All Saints Cathedral, Mr. Salim is here. Tafadhali tupigie makofi. Na vile vile nikiwa Voi, mimi ushiriki kanisa la ACK Kaloleni, na niko na Major Akida hapa. Kwa hivyo wote wametufuata na tunazidi kutoa shukrani. Pamoja nasi hapa tuko na timu ya Kenya Industrial Estates, wamekuja kutufariji. Nadhani ningewapea muda watufariji vile walivyokuja. Asante. Tasoma message of condolences. Kwa ufupi, Dear Matilda, on behalf of the management and staff of the Kenya Industrial Estates, we extend our heartfelt condolences to the family following the passing of your cherished mother, Mama Christine Mkarika Mwachia. We pray that you find strength and solace during this difficult period. May your hearts be soon filled with the beautiful memories of the joyful moments you experienced together as you honor a life that was well lived. Please know that your family will remain in our thoughts and prayers, and we ask the Almighty God to grant her soul eternal peace. Genesis chapter 28 verse 15 says, I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. May God grant your family peace and comfort. Yours sincerely, Nelson M. Kwaminini, the Managing Director, Kenya Industrial Estates. Kwa majina ninaitwa Clemens Mwachia. Ninafanya kule KPA. So niko na my colleagues. Alafu nilikuwa naomba my in-laws from Siaya. Please you can come. My in-laws from Siaya. Mapadri wetu, Mheshimiwa Governor, Speaker wetu, viongozi wote walioko, family ya dada yetu Clemens na waombolezaji wengine na mruwa mbose kwa mungu wa bwana Okaso mukomana inatapona bango Anderson Mtalaki mzedu ni Mbololo Clemens uhu desho manya kuma form 1 mpaka form 4 sasa kama kanduka kazi andukumweri na miaka yose hiyo. So from 1998 na mwiti Clemens na magora kuidia kwa Clemens
maisha kamao uhu nayo msigaidimeni nayo mwenja nafasi yake ye kamilisha jajogoro achoni Mathayo mnyango mfungade kumseta kumrandado kwamba mtawajua kwa matendo yao, mtawajua kwa matunda yao. Tunda lake moja hili limejua kwa miaka mingi, najua limjema na mtoto mpole na mtoto ambaye anatusaidia katika kazi yetu. Ni kiungo muhimu sana katika KPA. Huu Clemens huyu alikuwa Bandari College, ikawa BMA, akaja sasa ndani ya KPA kabisa. She is doing a wonderful job there. Na tunajua kwa sababu ya mama huyo Christine ambaye anapumzika leo. Vile vile nikimaliza niwapongeze sana kina Mothers Union kwa vile mmesimama na mama Christine tangu mwanzo hadi mwisho. Mungu awabariki sana. Kutoka kwetu KPA tunasema mama roho yake ilale mahali pema, Mungu amlinde na amani hadi tuonane wakati mwingine. Nikimalizia kabisa, upande ule naona kuna IEBC. Wala wanaandikisha watu kuchukua kura. Tafadhali wa mzedu, mbuse kura, msekeburu, kila mtu awe kadi ili mwaka ujao tusimame imara kwa ajili ya kaunti yetu. Bwana wabariki. Asante. So ningeomba one of my in-laws aongee on behalf of the family. Asante sana shemeji, kwa niaba ya uongozi wa kanisa na familia na watu wa area hii. Vile tumeambia wakati imeenda, tutasema machache tu. Kwanza ni kuambia poleni sana. Rambirambi zetu pengine zimetoka mbali zaidi. Hata wale wanasema wameenda Tanzania wapi, Tanzania ni across the border. Tumetoka Alego, Siaya. Na tuko hapa kwa niaba ya ndugu yetu ambaye kwa bahati mbaya hakuweza kuja, ambaye ndio bwana wa Clemens, anaitwa Frederick. Kwa hivyo tulitoka hizo sehemu mbalimbali ili tumwakilishe hapa. Alikuwa kwa operation, sasa hangeweza kufika hapa. Yeye ndio alitupatia shemeji huku mlimani. Na hii familia tumekuwa nao kwa siku nyingi. Wamekuja kwetu Siaya kwa majonzi na pia kwa furaha. Sisi pia tumetembelea hapa mlimani kwa majonzi kama siku ya leo na pia kwa furaha. Kwa hivyo tunashukuru ile ushirikiano ambaye iko kwa huyu dada yetu. Na kwa haraka wale ambaye tumetoka, pengine niwaambie tu, nimesikia watu wakiongea hapa familia kubwa, na nimesikia watu wanamshukuru mama. Ndiyo, tunamshukuru. Sisi mahali tunatoka mama yetu alimpita kidogo. Tulizaliwa 18. So wale wenye wanataka pengine hiyo mbegu ya wengi wako kule. Kwa hivyo kwa sasa tulikuja watatu Patrick Oyunga, Julius Oyunga na bibi wa Patrick ambaye anatoka Makueni, ndio tuliakilisha the 18. So tulisema hata kama ni mbali aje, hata kama ni siku ya Monday tukuje. Na mimi naitwa Anthony Oyunga. Mwenye alituleta hapa anaitwa Frederick Waga Oyunga, ndio bwana wa shemeji wetu. Kwa hivyo tunawaambieni pole sana na Mungu amweke mahali pema peponi. Asante. Makofi mazuri. Uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakam nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi,
Wow. Okay. Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upeana notice. Akimaulana ingilia kati. Peace ni expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangolea? Diet yangu imechange, tabia kulea, usingizi na kutamani kushoto kulia. Unakuja lini? Nitabasamu tena, unanitenda. Aliyekuchukua sijui nani alimtuma. Maombi ni ati wakati rudi nyuma. Jioni nikirudi nikupate kwa nyumba. Jiti zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kauna raka nenda kwanza. Niko na iBack sijalala, na usalimie Maulana. Safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Oh, safiri salama, salimu Maulana, tutaonana baadaye. Ndio tutaonana baadaye. Oh, nakama mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Oh, nakama mpendwa, tabasamu, tutaonana baadaye. Ndio tutaonana baadaye. Pendo tabasamu, tutaonana baadaye.